mwenyekiti wetu. Lakini leo kwa masikitiko, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, viongozi wetu mbalimbali na wanachama wakiwa hata hawajafika Kisutu, wakiwa njiani, Mheshimiwa John Mnyika na baadhi ya viongozi waandamizi kiwemo kina Pambalu wamekamatiwa faya kilomita 4 kilomita 5 kutoka mahakama ya Kisutu. Halikadhalika Mheshimiwa Heche amekamatiwa njiani kwenye daraja la Sarenda kilomita vile vile 3 au 4 kutoka mahakama ya Kisutu, na baadhi ya watu wachache vile vile wamekamatiwa wakiwa njiani kuelekea Kisutu. Lakini kwa baadhi ya watu wachache waliofika Kisutu wamekumbana na kadhia kamata, vipigo, kutekwa bila kuambiwa wanapelekwa wapi, kuzungushwa kwenye magari ya mapolisi muda mrefu, na kisha baadaye kutelekezwa maeneo mbalimbali. Sasa kuna wanachama mpaka muda huu kwa viongozi mbalimbali ambao wa mkoa wetu wa Dar es Salaam waliaga familia zao, wanatoka wanaenda Kisutu, hawajulikani walipo na Kisutu hawajafika, na mpaka sasa chama na wanachama tunaendelea kutafuta viongozi ambao wamepotea, ambao walikuwa tangu asubuhi wameaga wanakuja Kisutu, zaidi ya viongozi 10 mpaka sasa kwa baadhi ya familia zinazotupigia. Lakini vile vile viongozi wa chama makao makuu waliokamatwa ambao wako mikono mwa jeshi polisi, tunao makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, tunaye Mheshimiwa katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika ambao wako mikononi mwa polisi. Halikadhalika tunaye na mkurugenzi mmoja Mheshimiwa John Pambalu ambaye yuko mikononi mwa polisi. Lakini tunaye mjumbe wa kamati kuu mmoja ambaye naye amekamatwa na anashikiliwa na jeshi la polisi, Mheshimiwa Lucas Ngoto ambaye ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti. Na sisi tumechukua wajibu, wengine tulikuwa Kisutu, na baadaye kwa sababu ya mambo yaliokuwa yanatokea waliweka coordination center ya mawasiliano somewhere pale jirani na Kisutu kwa ajili ya ufuatiliaji wa watu wetu wote kinachoendelea na kutoa brief. Baada ya masaa kadhaa mbele tena tukapokea taarifa ya viongozi mbalimbali ambao wameokotwa kwenye mapori ya Ununio na Mabwepande. Viongozi hao wa Chadema walikamatwa nje ya geti la Kisutu. Baada ya kuzuiwa kuingia Kisutu, wakaingizwa kwenye magari ya polisi. Kutoka Kisutu mpaka sehemu wameenda kuachiwa ni kilomita 29 kutoka Kisutu mpaka Ununio ambako wameenda kutelekezwa ni kilomita 29, na kutoka Kisutu mpaka Mabwepande ambako wengine wameenda kuachiwa kule na kutelekezwa ni kilomita 36. Utagundua njiani kote huko walikokuwa wanapitishwa na polisi waliokamata, wana kituo cha polisi cha kati cha Central, wana kituo cha polisi Ilala Central pale, wana kituo cha polisi mkoa wa Kinondoni Oysterbay, wana kituo cha polisi wilaya Ilala Central pale, wana kituo cha polisi Kinondoni kwa maana Oysterbay, kuna kituo cha polisi cha wilaya Magomeni, kuna kituo cha polisi cha wilaya Mburahati, kuna kituo cha polisi Kijitonyama pale Babatini. Lakini kote huko walipitishwa, na kituo cha polisi Kawe hawakupelekwa. Siku ya mwisho wameenda wameshushwa Ununio, wamepigwa sana. Na katika kundi la watu 13 waliochukuliwa Kisutu kwenda kupigwa porini, wa kwanza ni makamu mwenyekiti Zanzibar ambaye amepigwa, sasa hivi ni mahututi hospitali ya Mwananyamala, wanamfanyia rufaa kumkimbiza Mwimbili. Na mwingine wa pili ni mheshimiwa ambaye amejeruhiwa, angalau kidogo sio mahututi, lakini amejeruhiwa kwa kupasuka kiganjani, amepigwa marungu, amevunjwa kiganja na kupasuka, lakini vile vile enka ya chini imepigwa virungu na sogo kabisa. Kwa hiyo wanamfanyia vipimo pale vya kuangalia madhara anayopata. Halikadhalika vile vile tuna vijana wetu ambao ni wanachama mbalimbali na viongozi wa chama ngazi tofauti zaidi ya 7 ambao nao walifikishwa hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu ya awali, na baadhi tumeambiwa tunaweza tukapewa taarifa wakipata rufaa kwenda Muhimbili. Kwa hiyo so far
katika viongozi 13 waliopelekwa kule Ununio kwa magari tofauti na polisi, kushushwa na kuanza kupigwa, wamepigiwa wakifika Ununio. Njiani huko kote kwa mujibu wa maelezo yao hawakuguswa. Lakini walipoenda kushushwa Ununio wakaambiwa walale chini kwenye madimbwi, wameshambuliwa kwa marungu na mijeledi, waya, wengine kwa kufungwa na kamba, huwezi kujitetea. Na hata walipomaliza wakiwa wameumizwa sana, waliambiwa walale kifudifudi. Wakiwa wamelala kifudifudi, baada ya muda wakasikia gari za polisi zinawaka na kuanza kutembea kuondoka. Walipoamka wakajikuta wako porini pale pale ambako walikuwa wamelala, lakini polisi wakiwa wameondoka na kuwatelekeza bila kuwapeleka sehemu nyingine yoyote. Sasa katika wale 13, taarifa mpaka sasa hivi ambazo tunazo ni za watu 9. Katika 13 watu 4 hawajulikani walipo. Kwa hiyo tumeomba wasamaria wema wa Mabwepande na Ununio waendelee kutuangalizia hao 4 wengine walishushwa wapi kwa mateso au kusulubiwa, ili kama wanapatikana waweze kusaidiwa. Lakini wale ambao waliteswa kule kwenye pori la Ununio, na eneo walilotesewa kwa rekodi, kuweka rekodi vizuri tu, ni pori ambalo ndo walimtupa marehemu Mzee Ali Kibao. Kwa hiyo ni location ile ile ambako Mzee Ali Kibao alitupwa, na ndio sehemu wamepelekwa kwenda kutesewa hawa 13. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ni kikundi cha watu watatu wanashughulika, wanaweza kuchukuliwa 2 hapa 3 pale. Kwa katika hao 13, 9 ndio wamepatikana wako hospitali, lakini 8 nimeenda bila Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Rema Mwananyamala, tumeona viongozi 8, tumesalimiana nao na tumewajulia hali majeruhi. Lakini mmoja vile vile tunazo taarifa za kufariki kwake, kwa maana amepigwa mpaka ameuawa, na bado hatujajua jina lake ni nani, lakini alikamatiwa Kisutu. Kwa mujibu wa watu waliokuwa nao hapa, tutampa nafasi ataelezea Mheshimiwa Elizabeth Mambosho kwamba hao walipokuwa wamekamatwa, yule alikuwa anakuja naye kuungana na wenzie akiamini kwa sababu Eliza ndio alikuwa anapigwa sana. Kwa yule mwanachama alipoona mwenzie anapigwa akasogea ili kuja kuwasii polisi wasimuumize. Walipokuja kuna mwanadada mmoja alikuwa pale, alitoa amri yule alikuja naye apigwe. Kwa hiyo yeye alipigwa turungu la kwanza tu, alipigwa kichwani na akapasuka, damu nyingi zikaanza zinatoka. Kwa Eliza akiwa chini anapigwa, anasikia polisi wanasema mwaisheni atatufia. Sasa tumefika pale Mwananyamala, tumemkuta amepelekwa emergency. Daktari aliyekuwa anatutambulisha majeruhi wetu, daktari wa emergency, ndio ametuambia katika 9 waliokuja, mmoja ameconfirm kwamba amefariki. Na tulipotoka pale emergency na Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Rema kwenda mortuary, tumekuta gari ya polisi na askari kama 5. Tukaomba kwamba wamalize kumshusha yule maiti, tumtambue na tuwapigie pale viongozi waweze kujua ni nani. Lakini cha ajabu, polisi walivyotuona Mheshimiwa Sugu na Rema na mimi na baadhi kama makamanda kama wale 3 pale mortuary, na tayari washaandikisha kwenye daftari kwamba wana mtu wanamkabidhi, wao ni wakina nani, wametoka naye wapi. Na yule mtu wa mortuary ameambiwa kule majeruhi emergency amejulikana ni mtu wa Chadema katika 9 waliofika kule emergency tulikwambiwa. Lakini askari walipotoka emergency kwenda mortuary wakasema mtu ule amekufa maji. Kwa hiyo na sisi tukasema hata huko Ununio watu wetu walikuwa wanateswa, walikuwa na maji na madimbwi. Kwa hiyo tunatamani alikufa maji tumuone, maana leo Dar es Salaam hakuna mafuriko kusema kuna mtu mzima anaweza kufa maji ndani ya Dar es Salaam. Polisi waliposikia tumekaa hapa tunasubiri kumtambua yule maiti, wakamrudisha, wakafunga gari ya polisi, wakashusha turubai, wakakimbia na ile maiti, pamoja na kwamba walishamsajili wamshushe. Lakini kwa kuona Chadema tumefika hapa watu tumshuhudie maiti wetu, wakafunga gari ile mlango wa nyuma, wakashusha turubai, wakadandia ile gari haraka, wakavua gloves. Na ni baada ya askari mmoja ambaye tulimtambua ni inspector kuongea na simu. Kwa hiyo wenzetu tuliporudi hapa makao makuu wanataka kutujulia hali yule ambaye amepigwa damu zinamweka nyingi sana, anaendeleaje. Ndio tunasema kwamba tumeenda hapa, tumeambiwa ametolewa emergency, amepelekwa mortuary. Kwa hiyo so far tuna ripoti ya kifo kimoja cha kamanda wetu mmoja katika hao wa Chadema, lakini vile vile tuna 8 ambao ni majeruhi wamekimbizwa Mwananyamala na wengine wamepewa rufaa kwenda Muhimbili. Na sasa hivi
zoezi linaloendelea ni kutafuta wengine wako wapi. Maana makamu mwenyekiti yeye walimkamata daraja la Sarenda, baada ya kumshurutisha, kumsukuma na kuanguka, wakamleta kinguvu na magari yao. Askari wawili wakaendesha